Abdullah bin Abbas anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, tutakupata wapi siku ya Kiyama? Kwa sababu siku ya Kiyama watu watakuwa ni wengi. We fikiri, toka mtoto wa kwanza wa Adam mpaka mwisho wa ulimwengu watu watakuwa kiasi gani jamani? Watu watakuwa wengi vipi? Nyumati ya watu, ndugu zangu. Sasa maswahaba wanamuuliza Mtume kabisa kabisa, ya Rasulullah, tutakupata wapi sisi siku ya Kiyama? Hii ni hadithi ndefu, lakini Mtume akawaambia, jambo la kwanza, mtanipata kwenye haudh. Alafu kuna riwaya ambayo inasema vile vile Mtume sallam akataja, mtanipata kwenye mizan na mtanipata vile vile kwenye sirat. Maana yake hizi ni sehemu ambazo Muislamu atakuwa anahitajia usaidizi kwa kweli. Ndio Mtume atakuwa anapatikana hapo kutaka kuwasaidia watu. Hii haudh maana yake ni birika ya maji, na hii maji yake inatoka peponi, inatoka kwenye mto wa Bwana Mtume, mto aliopewa zawadi Mtume, Al-Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. Al-Kauthar maana yake ni mto aliopewa zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inatoka peponi, hiyo maji inatoka peponi, inakuja inaingia kwenye hii al-haudh. Hii haudh Mtume anasema urefu wake na upana wake ni sawa, ni sawasawa na mtu kutoka hapa kwa urefu wake kusafiri kwa ngamia kwa muda wa mwezi nzima ndio ufike mwisho kule, na hivyo hivyo upana wake na kurudi na kwenda mbele. Hii haudh Mtume anasema maji yake ni nyeupe kuliko maziwa, wa hiya ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal, na ni tamu hii maji yake kuliko asali. Na maji yenyewe mtu yoyote ambaye atakayekunywa ndani ya haudhi ya Bwana Mtume sallam hatopata kiu milele, na inanukia kuliko harufu ya miski. Sasa Mtume anawaambia maswahaba, kumwambia Abdullah bin Abbas, sisi Waislamu tutakutana hapo kwenye haudhi. Sasa sikizeni ndugu zangu, hatari iliyopo kwa watu ambao wanaofanya mambo ya bid'a. Siku ya Kiyama Waislamu watakapokuwa nakimbilia kwenye haudhi, Mtume atakuwa akiwaambia, ashabi, umma wangu, jamani, hao ndio watu wangu hawa. Atalingana mwenye kulingana, ndugu zangu, na atamtahadharisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamwambia, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hujui wewe Bwana Mtume Muhammad, baada ya wewe kuondoka hapa duniani hawa watu walizusha nini baada ya wewe kuondoka duniani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ataanza kuwafukuza watu baada ya kupewa alama zao. Mtume ataanza kuwafukuza watu pale, atamwambia, wewe ondoka, wewe fulani ondoka, ulifanya matendo fulani ya bid'a, wewe fulani ondoka, ulifanya matendo fulani ya uzushi. Wataanza kufukuzwa mmoja baada ya mwingine. Ndugu zangu, wewe fikiri, kwa bid'a ambayo unaifanya hapa duniani, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama aje akufukuze wewe kwa sababu ya kupuuza haya mambo. Ndugu zangu, unayapuuza kiasi kikubwa sana.